Serikali imeendelea kuboresha mazingira katika chuo hiki cha uhasibu kampasi ya Babati hapa mkoani Manyara. Majengo mbalimbali kama ambavyo na yatazama yamekamilika, lakini bado hawajamaliza. Serikali imeendelea kutoa fedha kwa ajili ya kuongeza majengo mengine ili kuweza kutosheleza mahitaji ambayo yanahitajika chuoni hapa. Maeneo haya unayotazama ni maeneo ambayo mkandarasi amekabidhiwa kwa ajili ya kuanza ujenzi wa majengo mengine. Takriban shilingi bilioni 13 zinatarajiwa kutumika hadi kukamilika kwa mradi huo. Mkandarasi ameahidi kukamilisha kwa wakati. Kutoka hapa chuo cha uhasibu kampasi ya Babati mkoa wa Manyara, jina langu ni Johnny Walter. Chuo chetu pamoja na kwamba tumekuwa na miradi mingine ambayo tumekuwa tukiendesha kwa hela zetu wenyewe au kwa mkono wa serikali au kwa mikopo. Serikali kupitia mradi wake wa HIT imetutengea shilingi bilioni takriban 48 katika miradi mbalimbali ya chuo chetu, ambapo bilioni 13 kati ya hizo zinakuja hapa Babati, ambapo tutakuwa na majengo mawili, jengo la maabara ya tehama na maktaba ya kusomea ambao lenye ni ghorofa 3 kwa maana ya G+3, na jengo la utawala ambalo litakuwa na ghorofa 4 kwa maana ya G+4. Na mradi huu utatekelezwa kwa muda wa miezi 12, ambapo mshauri elekezi YNP Architect na mkandarasi Amenva Investment watashikilia shughuli nzima ya kwenda na hii kazi. Sisi tuna imani kwamba kampuni hizi mbili kwa kupitia mchakato mgumu sana wameaminiwa na sasa wamekabidhiwa, na tunategemea kwamba tutapata kazi nzuri kabisa ya kimataifa kabisa ambayo inaendana na ndoto za wana Manyara. Kwa hiki ni chuo kikubwa kabisa katika ukanda huu na hususan mkoa huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka sasa hivi uwekezaji uliokusha kuwekwa hapa Babati kwa maana ya kampasi yetu hii inafanya kampasi hii kuwa moja kati ya miradi mikubwa zaidi katika mkoa mzima wa Manyara kwa maana ya serikali. Na utakapoongezewa hizi bilioni 13 za mradi wa HIT, nadhani utakuwa ndio mradi mkubwa zaidi toka uhuru kwa maana ya mkoa wa Manyara. Na nataka kusema Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kweli hizi ni jitihada za serikali kuonesha mapenzi na kutambua kwamba mkoa huu kidogo kwenye elimu ya juu ulikuwa umeachwa nyuma kidogo, na sasa serikali imeelekeza nguvu zake kuhakikisha kwamba inarekebisha hilo na kuhakikisha wana Manyara hawaachi nyuma katika swala zima la eneo. Kwa sababu nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais na timu yake, waziri wetu na timu nzima ya serikali ambao wamekuwa tusimamia vizuri na kuhakikisha kwamba mkoa huu, chuo hiki kinafikisha huduma ya serikali katika mkoa wa Manyara. Mheshimiwa mgeni rasmi, huu mradi kuna faida nyingi tu, ambapo nadhani mtu yoyote ambaye ukiangalia uwekezaji wa sekta ya umma unaona kuna ule faida za moja kwa moja kama zile hela zitakavyoingia hapa, vibarua na kadha wa kadha. Lakini huko mbeleni tutaendelea kukuza elimu. Maktaba itakayojengwa hapa itakuwa ni maktaba kubwa zaidi katika mkoa huu, na maabara zile za kompyuta kwa maana computer labs zitakuwa ni kubwa zaidi katika mkoa huu. Kwa hiyo itatoa nafasi sio tu kwa wanafunzi wa IAA, lakini wanafunzi wa vyuo vingine kuja kutumia maabara hizo na maktaba hizo. Wanafunzi wa shule za sekondari, tulishaongea na campus manager kwa kipindi cha Jumamosi, shule za sekondari zilizoko karibu na za msingi ziwe zinakuja zinaweza kutumia maabara zile. Sababu hizo ni uwekezaji wa serikali na wananchi na wa serikali. Kwa hiyo ni vizuri tukazitumia kwa pamoja. Kwa majina naitwa Ana Sostenes Mashaka, ni mkazi wa hapa Wangwarai. Tunashukuru kwanza kwa ujio wa chuo hichi. Kwa kweli tumenufaika kwa vitu vingi kwa kuja chuo hichi. Kwanza moja, watu wameongezeka, wageni mbalimbali kuja kujenga majengo yao hapa. Kiukweli tumenufaika nayo kwa ujumla. Kwa hiyo kina maana kubwa sana, na kwa kweli naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa utashi na moyo wake na
na kwa kuamua kwamba sasa ajenda yake yeye, maendeleo ni ajenda ambayo anafanya kwa vitendo, na kupitia Wizara ya Elimu mambo haya yanawezekana. Na nimeambiwa hapo kwamba hizi fedha ziko kama bilioni 48, lakini sisi kwetu kama kampasi ya Babati tuna bilioni 13 point. Ni fedha nyingi sana. Kama ulivyosema mkuu wa chuo, tunaweza kukusanya miradi mingi sana ya maeneo mengine na halmashauri zetu tukaipata bilioni 19. Inaweza kuwa ni miradi ambayo inatekelezwa kwa mwaka mzima. Yaani shule, afya, wapi, tukachukua madarasa, tukachukua vituo vya afya, tukaunganisha, tukakutana na bilioni 19. Kwa hiyo ni fedha nyingi sana kuingia kwenye mzunguko wa fedha kwenye maeneo yetu. Kwetu sisi tuna feel privileged na tunaona ni bahati kubwa kupata mradi huu. Na kama angelikuwepo hapa mheshimiwa mkuu wa mkoa mwenyewe, naamini angeweza kuzungumza vizuri sana namna ya kuzungumzia mradi huu. Lakini kwa sababu huko kwenye maeneo yake, ni imani yangu kwamba atapata fursa wakati mwingine kuja kuona, lakini pia kuzungumza na uongozi wa chuo hiki. Lakini pia kuona haya yanayoendelea, sio mara moja anakuja hapa, mfika mara nyingi. Lakini kwenye hili kubwa ambalo linakuja kufanyika leo la kuongezeka kwa majengo muhimu sana, na baada ya safari ndefu kama mkuu wa chuo ulivyosema kwamba leo sasa tunafanya maneno yao kwenye vitendo ya kukabidhi site kwa mkandarasi, hili ni jambo kubwa sana ambalo hata yeye alikuwa anatamani sana kuliona. Kwa hiyo mimi nikupongeze pamoja na kupongeza serikali kwa fedha, kuleta fedha hapa kwa ajili ya mradi huu. Lakini kwa mkoa wa Manyara ni mradi wenye maana kubwa kwa sababu faida ni nyingi sana. Hapa tunapotekeleza huu mradi tunatarajia kwamba wauzaji wa vifaa vya ujenzi watanufaika na fedha hizi. Lakini pia hapa sasa hivi tunao watu wanatuuzia chakula, mama ntilie hapa chuoni, lakini na maeneo yanayozunguka chuo. Ongezeko la watu limekuwa kubwa hapa mjini. Tafsiri yake ni kwamba mzunguko wa fedha unakuwa mkubwa pia. Watu watakuwa wanaishi huko, wanafunzi wengine wanakaa huko mtaani, lakini pia na watumishi. Nyumba za kupangisha zinaongezeka siku hadi siku na zinajaa. Maana yake wanaotakiwa kukaa wapo, si ndio? Lakini movement za bodaboda na bajaji, wao wajiiti bodaboda sasa hivi, maafisa usafirishaji wa vifaa vya magurudumu mawili na matatu. Sio bodaboda na bajaji, ni maafisa usafirishaji. Movement za kutoka mjini kuja hapa ni nyingi sana sasa hivi. Yaani ni nyingi mno, na sasa hivi unaweza kukuta hata movement za kutoka hapa na hapo ukawa na kituo cha dada, watu wanashusha na kupandisha. Kwa hiyo fedha inazunguka na watu wananufaika na chuo hiki. Lakini pia kwa mkandarasi ambao sasa leo tutakukabidhi site. Mkuu wetu wa mkoa ni mtu wa speed na viwango. Angekuwepo yeye mwenyewe hapa, kuna maneno angeyazungumza kwa mkandarasi. Kwa sababu ni mtu tunafanya naye kazi, tunafahamu speed yake. Ni mtu ambaye yuko speed sana. Kwa hiyo anatamani sana kuona miradi yake ambayo hasa leo mmemwalika kuja hapa inakimbia na inaenda kwa wakati. Miezi 12 sio miezi mingi kwenye shughuli kama hii. Na kwa hiyo tunatarajia kwamba mkandarasi ataenda kutendea haki fedha hizi na malengo ya serikali, kwamba tunamaliza ndani ya kipindi cha miezi 12 na mradi uishe ndani ya miezi 12. Na kwa sababu tumepewa hapa, kwa chuo alikuwa anasema tupite mara kwa mara, na kwa kweli tutapita. Na tunataka kuona kabisa kwamba dhamira ile ya kuleta fedha hapa inatimia, kwa kuhakikisha kwamba mradi unatekelezwa kwa wakati na kwa viwango. Kwa majina naitwa Christopher Baltazar, ni General Manager wa Army and Vai Investment, naiwakilisha kampuni ya Army and Vai. Kwanza tunashukuru chuo cha uhasibu Arusha Institute of Accounting kwa upande wa Babati kutupatia hii kazi ya kujenga jengo la utawala pamoja na library. Kama tunavyotambua kwamba muda wa mradi ni mwaka mmoja. Ilikuwa ni mwaka mmoja na miezi 4, lakini tulikubaliana kwamba tufanye kwa mwaka mmoja ili wanafunzi waweze kutumia majengo kwa wakati na ili ile hela iweze kutumika kwa wakati. Cha kwanza nasema tutashirikiana na jamii kwa ujumla kutekeleza mradi huu, ambapo kama tunavyojua 60%
ya wafanyakazi watatoka hapa Babati na 40% itatoka ofisini. Kwa hiyo itategemea na aina ya kazi. Pili, wanufaika wa huu mradi sio chuo tu, ni pamoja na jamii iliyotuzunguka, nikimaanisha wauzaji wa material kama mbao, kokoto, mchanga, wauzaji wa vifaa vingine tofauti na vya ujenzi. Kuna kwa mfano kama maji, idara ya maji, kuna watu wa TANESCO watanufaika na huu mradi. Kwa hiyo nachopenda kuomba ni ushirikiano wa hali na mali. Yes. Tunamshukuru Mungu, tumekabidhiwa kipindi ambacho mvua ndo zinaenda kuisha. Kwa hiyo tuna uhakika zile wanasema delay au ule ucheleweshaji wa muda utakuwa ni mdogo au haupo kabisa. Tunaelewa kwamba kuanzia mwezi wa 12 mwishoni hadi mwezi wa 3 ni kipindi cha mvua nyingi ambacho kinakwamisha wakandarasi. Sasa kwa hili la kwetu hatuna cha kujitetea kwa kweli. Tutajitahidi twende na muda. Kama ilivyo kwenye mkataba, leo tumekabidhiwa site. Kwa hiyo tuna siku 14 za maandalizi ambazo wanasema ni mobilization. Kwa hiyo hizi siku 14 ndo zile siku ambazo tunakuwa na ofisi za muda, tunacheki material yanapatikana wapi. Ni kipindi cha kufanya mobilization, cha kukusanya material, cha kutafuta watu kwa ajili ya vibarua, labors, na kufanya purchasing, tunasema kununua material. Sasa kuna material tunajua hapa hazitokuwepo, zitatoka sehemu mbalimbali kama Dar. Kwa hiyo tuna siku 14. Kwa hiyo baada ya siku 14 ndo tutaanza kukimbizana. Kila mtu ana wajibu, ana kitu cha kufanya kwenye huu mradi, kwa sababu ni mradi wa kitaifa, ni mradi ambao utaufungua mkoa, ni mradi ambao utaifungua Tanzania, na ni mradi ambao utanufaisha jamii ya Watanzania. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa kuona kwamba chuo cha uhasibu Arusha kinaweza kufanya jambo kwa jamii ya Tanzania na kutuletea fedha kwa ajili ya kuweza kukuza kazi zake za kuielimisha jamii.